Jambo na karibu kujiunga pamoja na Hope News TV. Imani na matumaini yangu ni kwamba uwe ni mweri wa afya pale ambapo umejiunga pamoja nasi. Karibu tuende wote mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya leo tariki 22 mwezi Januari mwaka 2026. Rais wa jamii ya Banyamulenge nchini DRC Bwana Enoke Sabimana amekanya viongozi wa M23 AFC hususan Moise Nyarugabo na serikali ya Rwanda kutumia jamii yao kama silaha ya vita na chanzo cha migogoro mashariki mwa DR Congo. Maelfu ya vijana wanatarajiwa kuajiriwa katika jeshi la DR Congo huko Bujimai, mji mkuu wa Kasai Oriental. Lakini pia Umoja wa Ulaya watoa euro milioni 2 kwa ajili ya watu walioasiliwa mashariki mwa DRC katika mkoa wa Kivu Kusini. Kuna hayo na mengineo mengi tumekuandalia. Karibu tuende wote mwanzo hadi mwisho wa live hii. Jamii ya Wanyamulenge inazua maoni mseto nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kujiondoa kwa baadhi ya familia zao katika mji wa Uvira kwa tuhuma kwamba wanakimbia serikali ya Kongo na wazalendo ambao wamechukua mji wa Uvira hivi karibuni baada ya kuondoka kwa M23. Wakiwa Kamanyola, familia baadhi zilizokimbia na waasi wa AFC M23 wamezungumza maneno machungu ambayo watu mashuhuri mjini Uvira na tarafa la Uvira walichukulia kuwa ni ya kizushi na uongo mtupu. Muda mchache uliopita Hope News TV ilizungumza naye Jean-Luc Malinga Rubangisa, mwanasiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayejulikana hasa kama rais wa chama cha siasa cha Action des Patriotes pour la Démocratie APDEM. Malinga Rubangisa Jean-Luc akizungumza nasi alisema, Bwana journalist, mimi ninaweza kukuambia ya kwamba mimi nilizaliwa Uvira, nilikomalia Uvira, nilisomea Uvira, niliishi Uvira na tuliishi pamoja na Wanyamulenge 100%. Tunaishi pamoja, hatuwabague. Hakuna Mufulero anabagua Mnyamulenge, na hakuna Muvira anabagua Mnyamulenge, na hakuna Mubenda na anabagua Mnyamulenge, na hakuna Mshi au kila kabila ya Sud-Kivu yenye kubagua Mnyamulenge. Lakini wao wenyewe wanajibagua. Wakati M23 amejiretira Uvira, wao wenyewe walifata M23 kwenye alitoka. Hakuna Mkongomani mwenye kuwaambia ni vile. Hiyo ni pretext yao ambao wanatafuta tu kwa kusudi waonyeshe opinion international ke national ke Fundero na Wavira wanawagabua. No, opinion international watambue kama sisi hiyo yote ambao Wanyamulenge wanasema ni uongo mtupu, ni uongo mtupu. Sisi tunawapenda na sisi tutaendelea kuwapenda na tutaishi pamoja. Ikiwa watakubali kuishi na Wakongomani, waache ile mapretext yao ambayo M23 iko na waingiza ndani. Tukiachana na habari hiyo, msikilizaji na mtazamaji wa Hope News TV, ni kwamba Francois Rubota, waziri wa zamani wa maendeleo vijijini nchini DR Congo, ameonekana mwenye kukerwa sana na hotuba yake Moise Nyarugabo, mwanamemba wa AFC M23 anayoiita kama ya kivita iliyojaa majigambo aliyoitoa huko Kamanyola. Naganaga Thomas hapa anadondoa. Francois Rubota kwa Moise Nyarugabo, nimefuatilia hotuba yako ya kivita iliyojaa kiburi Kamanyola. Sijui kama ni wewe Moise Nyarugabo ninayemjua vizuri au ni akili za bandia. Ikiwa ni wewe kweli ndugu yangu, hotuba kama hiyo iliyojaa majivuno inaharibu umoja wa kijamii ambao mimi nahubiri maisha yangu yote. Kwa hotuba kama hiyo iliyotolewa juu ya makovu ambayo yamekuwepo tangu mwaka 1996, unafikiri watu waliokimbia watakuwa na kuishi pamoja vipi? Hata kuzungumuza maneno ya chuki, rafiki yangu Moise Nyarugabo. Rwanda inakudanganya, inakukanyaga na kutumia baadhi yenu. Fikiria tangu mwaka 1996 mko katika mzunguko wa vita. Unaweza kusimama kwa muda na kutathmini matokeo yaliyopatikana hadi sasa? Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitokuwa kama Rwanda ambapo kabila moja la 15% linatawala 85%. Ndugu yangu Mheshimiwa Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye alisema lau kama si kwa kuingilia mara kwa Rwanda,
kuishi pamoja kungekuwa tayari hakuna tatizo. Tangu uhuru, Watusi wamekuwa na makazi mazuri katika nchi hii. Wamepata nafasi za juu katika serikali, biashara na jeshi, lakini bado wanaendelea kuwa wasiokuwa na shukrani. Wakati wa mauaji ya Rwanda mwaka 1994, Watusi wote waliokuwa wakiishi Lemba, Kitambo, Ngombe, Limete, Bandale, Kaluma, Ngaliema na majiji mengine walirudi Rwanda kwa hiari yao wenyewe. Unajua vizuri kwamba ninawajua na maeneo waliokuwa wakiishi Rwanda. Ndugu yangu, waambie Wanyamulenge warudi Uvira kuishi kwa amani na watu wengine. Rafiki yangu, unajua vizuri kwamba ninajua historia ya eneo hii. Acha kuzungumuza maneno ya chuki. Tunahitaji amani. Niko tayari kusikia wewe kusema kwamba unapigana kwa sababu uko katika hatari. Hapana Moize, acha kujifanya kuwa mwasirika kila wakati. Umechaguliwa kuwa seneta wa Kinshasa. Niko na wewe, tunajua ukweli wote kuhusu nini kinachoendelea katika nchi yetu kama udanganyifu. Moize Nyarugabo, tafadhali acha uhusiano wako na Rwanda. Una maisha bora zaidi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulikoni unajaribu kuharibu mwenyewe? Rwanda haitowahi kutawala Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fanya upya maisha yako, bado ni mapema kubadilika. Hope News TV, Naganaga Thomas. Hatua za usalama lazima ziimarishwe iwapo serikali ya Kongo haitajihusisha katika kuimarisha askari, risasi na silaha ili kulinda Uvira. Kesho au kesho kutwa tunaweza kuamuka na kuona kwamba wamerejea tena, amesema Justin Bitakwira Bionahai baada ya kujiondoa kwa AFC M23 katika mji wa Uvira. Kando la kongamano la kiuchumi la dunia huko Davos, Uswizi, Mfalme Filipe wa Ubeljiji alikutana Jumatano hii na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Vyombo vya habari vinabainisha kuwa wakati wa mahojiano haya, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Ubeljiji, mfalme alisisitiza dhamira yake ya kusuluhisha kwa amani mzozo unaoikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mashariki mwake, pamoja na kujitolea kwake kuheshimu ukamilifu wa eneo la nchi. Kulingana na Maxime, Mfalme Filipe pia alihimiza kuanzishwa kwa mazungumzo ya kitaifa yanayojumuisha, ikizingatiwa kuwa hali muhimu ya utulivu wa kudumu. Mwanadiplomasia wa Ubeljiji anaonyesha kwamba Ubeljiji ilikumbuka jukumu lake kama mshirika wa kimkakati wa DR Congo na azimio lake la kuunga mkono juhudi za amani, huku ikisisitiza juu ya haja ya nchi za Ulaya kulipa kipaumbele kuongezeka kwa hali ya kibinadamu inayokabiliwa na kundi la watu waliokithiri na utawala haramu M23. Mazungumzo haya pia yalikuwa fursa kwa mkuu wa nchi ya Kongo kujadiliana na wenyeji wake muhtasari wa mradi wa mazungumzo ya kisiasa uliopendekezwa na madhehebu ya kidini na baadhi ya viongozi wapinzani wa Kongo. Ufaransa pia inatoa wito wa kuwepo kwa mazungumzo jumuishi, wakati wa Umoja wa Afrika kupitia mpatanishi wake wa Togo anaongeza mawasiliano ya kidiplomasia ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa DRC na katika eneo la maziwa makuu. Ufaransa imeongeza sauti yake hivi punde kwa wale wanaofikiri kuwa suluhu la mgogoro huu linatokana na kufanya mazungumzo ya kweli. Katika mawasiliano ya tarehe 19 Januari 2026, Ufaransa kupitia wizara yake ya Ulaya na mambo ya nje inatetea mazungumzo kati ya Kongo kama suluhisho la mgogoro huu. Ufaransa inachukulia mpango huu kama nyongeza kwa michakato inayoendelea huko Doha, Washington na upatanishi wa Afrika. Umoja wa Ulaya watoa euro milioni 2 kwa ajili ya watu walioathirika mashariki mwa DR Congo, ikikabiliwa na janga la kibinadamu linalozidi kuwa mbaya katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DR Congo. Umoja wa Ulaya
AU amekusanya bahasha ya euro milioni 2 ili kusaidia jamii zilizoathiriwa sana na mzozo ya kivita. Msaada huu wa kifedha unalenga kukabiliana na mahitaji ya dharura ya kibinadamu yanayotokana na ongezeko la ghasia katika maeneo kadhaa ya jimbo hilo. Katika kukabiliana na ongezeko la mahitaji ya kibinadamu katika Kivu Kusini, mgogoro wa silaha unaendelea hasa katika maeneo ya Uvira, Fizi na Kalehe umesababisha watu wapatao 1500 kuhama makazi yao, wakiwemo zaidi ya wakimbizi 60,000 waliokimbia nchi jirani ya Burundi. Idadi hiyo inaendelea kukua siku baada ya siku zidi ya hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea na uchovu wa rasilimali za ndani, inabainisha taarifa hiyo iliyotolewa kwa vyombo vya habari. Maelfu ya vijana wanatarajiwa kuajiriwa katika jeshi la DR Congo FARDC kwa mujibu wa vyanzo vilivyo karibu na jeshi la taifa. Operesheni hiyo iliandaliwa katika klabu ya wachimbaji madini ya Bakangwa. Inalenga kuunda kikosi maalum kitwacho Ranger. Kuanzia saa za mapema, vijana kadhaa wenye umri wa miaka 19 hadi 25 walikusanyika karibu na tovuti ya kuajiri. Wahitimu na wenye hati miliki wanatarajiwa hasa kujiunga na safu hii ya kijeshi. Wakati wa hafla ya uzinduzi, mkuu wa ujumbe wa FARDC alibainisha kuwa waajiriwa wapya watafaidika na mafunzo yanayotolewa na wakufunzi wa Israel. Rais wa jamii ya Banyamulenge nchini DR Congo Enoke Sabimana amekanya viongozi wa M23 AFC hususan Moise Nyarugabo na serikali ya Rwanda kutumia jamii yao kama silaha ya vita na chanzo cha migogoro mashariki mwa DR Congo. Akizungumza kunako redio ya taifa RTNC, Sabimana amesema M23 sio msemaji wa jamii yao na pia jamii yao haina ubaya wote na serikali ya Kongo pamoja na wazalendo, na hivyo kuomba jamii zao ziliobaki Uvira kutokubali kutumiwa na wanasiasa waliokosa mwelekeo na kukubali kutumiwa na Rwanda kwa kushambulia jamii zao na kuzorotesha usalama wao. Huu ndio mwisho wa habari hii kutoka Hope News TV. Nakushukuru wewe ambaye umeenda nasi mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Karibu kujiunganisha na kupartaje kwa wengine.